Wazima wa afya kabisa. Mimi nitaendelea alipoishia madam kwenye swala zima la dawa za kulevya. Kwanza naomba nigusie maana ya dawa za kulevya ni nini. Dawa za kulevya tunasema ni kemikali ambazo mtu akitumia zinapelekea kuathiri mfumo wa fahamu. Zikiathiri mfumo wako wa fahamu zinabadilisha hisia zako, tabia zako na fikra yako. Kwa hiyo matendo ya mtu ambaye anatumia dawa za kulevya hawezi kuwa sawa sawa na ambaye anatumia dawa za kulevya. Na maana mtu ambaye anatumia dawa za kulevya ni rahisi sana kuchukua fimbo, rungu, panga kwenda kumkata mtu ambaye hata hajamkosea. Ni rahisi kwake kuja kuiba kwa sababu akili yake inakuwa anafanya maamuzi bila, yani maamuzi yanakuwa mengi na kutokana na dawa za kulevya zinampelekea kufanya maamuzi yake na sio akili yake timamu. Sababu tunasema mtumiaji wa dawa za kulevya akishatumia dawa za kulevya kuna pia anakuwa anapitia. Kwa mfano, mtu anaweza akavuta bangi cha Arusha, wanakiita cha Arusha. Kina kemikali zaidi ya 400. Na kemikali hatari zaidi inaitwa THC, tetrahydrocannabinol. Ikiingia kwenye mfumo wa fahamu wa binadamu tunasema anakuwa anahisi au kuona vitu ambavyo vipo kwenye uhalisia. Kwa maana bangi tunaweka kwenye kundi la kileta njozi. Kile ni kileta njozi. Mtu akitumia anakuwa anahisi kuona vitu ambavyo kwenye uhalisia. Kwa maana kuna zile story mnazisikiaga nadhani mtu akishatumia bangi anaona ardhi imenyoka, inaweza akaonekana ardhi na mabonde mabonde. Kile yake namtuma hivyo. Au anaweza akaona watu akaangalia kikundi cha watu anaona kama wote mbona wote ninaamudu au naweza nikawapiga, anaanza kufanya watu vurugu kwa sababu ni akili za bangi zinamtuma afanye maamuzi. Au unampa kipande cha ardhi anakuambia mimi nina ekari zangu, mimi nataka nilime, kwambia wewe nipe bangi tu, hizo ekari mbili zote nazimaliza peke yangu. Baadaye ukija kutunza kile kilimo alichokifanya fanya ni karipua ripua hapa kalima hapa kaacha hapa, sababu hakuwa na akili timamu wakati anafanya kile kitu. Ni athari ya dawa za kulevya. Lakini ukiachana na bangi, na siku hizi pia kuna biskuti za bangi, kashata za bangi zimeingia mjini. Sijajua kwenye jamii huku kama zimefika, lakini kwenye eneo la mashuleni wahanga wakubwa ni wanafunzi mashuleni. Wanapenda sana kuuzia wanafunzi sababu wanafunzi wanapenda vitu vitamu vitamu. Kwa hiyo wanazitengeneza katika muundo ambao umezoeleka kwenye jamii. Zile kashata ambazo tunaweza kuziona, biskuti wanatengeneza au chocolate au pipi, alafu wanauzia wanafunzi. Sasa zile ni hatari pia kwa sababu zile mara nyingi mtu akitumia ni rahisi sana, mtu akitaka kukuteka, kukuibia anakupa zile. Ukitafuna ukiwa unasinzia papo unazimia. Tunakutana na mifano, kuna watu ambao walipewa hivyo vyakula kwenye mabasi. Mtu akala amkuja kuamka siku 6 baadaye. Kwa sababu mara nyingi kwenye mabasi siku hizi mtu akitaka kuibiwa anakupa kile kitu unatafuna. Maana siku hizi wanasema kwenye mabasi wewe unakaa naye karibu kama mfahamu usipokee kitu chake ukala. Sababu ukiwa unaweza ukashangaa ukazimia hapo hapo. Bila kuzinduka baada ya siku 6 uko hospitalini ushaibwa kila kitu. Lakini pia kuna kundi jingine ambalo niligusia ambalo ni la msingi zaidi kama mheshimiwa mkuu wa alivyogusia kwenye swala zima la mirungi. Mirungi nafahamu ni changamoto kubwa kwenye hii wilaya yetu ya Longido. Sababu vijana wanarubuniwa wafanye hizo biashara za mirungi. Lakini mirungi sio mboga ya kawaida kama matembele au mchicha. Mirungi ni dambo, ni hatari sana. Kwenye mirungi kuna kemikali mbili. Kuna kemikali inaitwa caffeine, nyingine inaitwa cathinone. Hizi kemikali zikiingia kwenye mwili wako zinakuja na madhara mengi. Kwa mfano ukichunguza utumiaji wa mirungi wanapata changamoto za moyo kwa sababu mirungi ni kichangamshi. Kama ilivyo cocaine na mirungi ni kichangamshi. Kwa mara nyingi kichangamshi kikitumia inaongeza utendaji kazi wako wa mfumo mzima wa fahamu. Kwa ule jikazi wa mwili mzima unaongezeka kasi. Ikiwemo pia mapigo ya moyo yanakuwa yanaenda mbio sana. Kwa mwisho wa siku wengi wanapata changamoto za moyo, wanapata shinikizo la damu. Wanakuja wanapata mpaka kiharusi, stroke, mwili unapooza kabisa. Lakini pia watumiaji wengi wa mirungi kuwachunguza wanapata changamoto za mdomo, magonjwa ya vinywa kwa sababu mirungi ile inaozesha meno. Mpaka wanakuwa vibogoyo wengine. Yaani nafika tu hata kutafuna hawezi, lakini kwa kuwa kashakuwa mraibu wa mirungi, anapambana, anaambia ndugu zake hata msagie juisi, anywe juisi ya mirungi tu imradi ingia kwenye mwili wake. Lakini pia kwa sababu mirungi ni kichangamshi, ukikitumia mwisho wa siku kutumia mirungi inakosesha mtu usingizi. Maana unakuta watu wengi wanapenda kukesha wanachanja sana mirungi. Hususan watu wa madereva wa malori, masafa marefu au bodaboda wanapenda kukesha wanachanja sana mirungi. Lakini ina athari zake. Mwili wa binadamu umetengenezwa kwamba kuna kipindi kikifika lazima upumzike. Utajikuta tu unasinzia kwa sababu mwili wako umechoka. Kwa hiyo unapotumia mirungi uondoe uchovu, tambua kabisa uchovu kuna sehemu lazima utajilipa. Na mara nyingi mirungi ilivyo pale unapoacha kutumia tu. Umekaa masaa 22, 21 hujalala, unachanja. Pale unapoacha kutumia ndio usingizi unapokuja pale pale. Maana mara nyingi mnasikia watu wanapata ajali za barabarani kwa sababu hiyo. Mtu kachanja kwenye gari yake, anaendesha fuso yake, anaitafuta labda Nairobi, anachanja mirungi kutokea Dar mpaka huko. Kwa pale anapoacha kuchanja mirungi usingizi unakuja wa ghafla. Pale wanaacha steering, anaenda kupata ajali. Napinduka.
kwa sababu alikuja amesinzia ghafla kwenye steering kaacha njia kapinduka. Kuna mawili, upate ulemavu wa kudumu ufariki kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho ni hatari. Lakini pia mirungi au zote dawa za kulevya kwa ujumla wake huwa zinasababisha changamoto za figo na ini, kwa sababu sumu zake ni kali, zinaharibu figo na ini. Na ukifuatilia gharama za kwenda kubadilishwa figo sio mchezo mkubwa. Kupata tu mtu ambaye atajua kukupa figo yake sio kazi rahisi. Lakini pia kuna kitu kinaitwa dialysis, kusafisha hizo figo kama mpata changamoto. Nilikuwa nasikia wataalamu wanasema, nilikuwa naangalia kipindi kimoja jana, wataalamu wanasema kusafisha figo kwa wiki inagharimu sio chini ya 4,500,000. 4,50,000 kwa wiki unatoa. Sasa hebu fikiria, unaambiwa wewe dialysis unatakiwa ufanye mpaka utakapofariki, kwa Mungu atakapojalia uhai. Mtu kweli unaweza ukamudu gharama zake, na utakapoacha kufanya automatically tayari ni kama unajua lazima uendelee. Gharama ni kubwa sana, lakini inaweza kuepukika kwa kuacha kutumia dawa za kulevya, sababu dawa za kulevya zinachangia sana kuharibu figo zetu. Lakini pia dawa za kulevya zote zina asili ya kusababisha ugumba na utasa. Sasa ingawa tu tunasema bana huyu amelogwa au labda nini ni uchawi, hawezi kuzaa na kadhalika, lakini mwisho wa siku chanzo kilianza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa sababu unakuta dawa kama bangi, mwanamke akitumia bangi hata zile siku zake zile huwa zinavurugika, zinakuwa hazisomani vizuri. Kwa mwisho wa siku anakuta wengine wanapata mimba isiyotarajiwa kwa sababu siku zile zinakuwa somani. Lakini pia utumiaji wa dawa za kulevya hizi zinasababisha uharibifu wa nguvu za kiume. Tunakutana na changamoto hizo, watu wengine wanadhani kama hivyo wamelogwa, wanaamini kwamba wanahangaika na mitishamba na kadhalika. Kumbe unapotumia mirungi nguvu za kiume zinaharibika. Kwa mwisho wa siku unakuta ndoa nyingi zinaharibika. Changamoto kubwa sisi tunakutana nazo. Sisi wengine tunajikuta wanakuja pale wanandoa wanataka kuachana mbele yetu, lakini sisi tunajua uhalisia. Huyu mwanamke anaamini kwamba huyu mwanaume alikuwa kwa wanawake zake, ndo akaja nyumbani kwangu saa 9 usiku hawezi kufanya kazi. Kumbe uhalisia ni kwamba sisi tunajua alikuwa ametoka kuchanja usiku kucha. Kwa akienda nyumbani anakuwa shughuli hamna, lakini chanzo ni mirungi nimepelekea ile hali, wala hakuna chingine. Lakini pia dawa za kulevya hizi zinasababisha magonjwa ya afya ya akili. Tunapata watu wengi ni changamoto za afya ya akili, wenda wazimu ni wengi mtaani kwa sababu wanatumia dawa za kulevya. Ndio maana kwa mfano vijana kwa chunguza hata wanaofanya hizo biashara za kubebeshwa mirungi, nadhani kama mshie kuona wanatimia na mapanga makubwa, yale majambie, mapanga makubwa. Yaani ukimsogelea tu ni kashapita na mkono wa mtu, kaondoka na kichwa. Yaani hawajali kwa sababu akili zisharuka kwa matumizi ya zile dawa za kulevya. Kwa wanakuwa ni kwao ile nafsi ya uoga ya utu kujitambua, ile hali ya binadamu ishaondoka kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiuhalisia tukiangalia hakina faida zaidi ya madhara makubwa kwenye jamii. Kwa sababu mwisho wa siku hasara inakuja kwenye upande wa jamii zetu kwenye afya. Kama hivyo jamii, ndoa zinavurugika, ukatili wa kijinsia unakuwa ni mkubwa, lakini pia afya za binadamu zinaathirika. Kwa upande mwingine pia uchumi pia unayumba pia wa nchi, kwa sababu zio wanazofanya biashara za haramu wengi wanakuwa tunasema wanapasa kufanya biashara za utakatishaji fedha, money laundering. Kwa sababu mara nyingi mtu anafanya zile biashara zinakuwa sio rasmi, hazitambiki kisheria. Kwa hiyo anaweza kwa kichaka cha kujifichia anaweza kafungua biashara rasmi, hata biashara ya kutoa mikopo. Tena wengi wana tabia anafungua biashara kutoa mikopo afanye kama masharti magumu, ili uhalisia ni kwamba wakati wewe unaenda kuomba mkopo pale, unashangaa huyu jamaa mbona masharti yake ni magumu kidogo, kashachukua gari, kashachukua nyumba yako. Anachokutengenezea picha na jamii mfahamu kwamba yeye anatajirika haraka kupitia hiyo biashara ya mkopo anofanya. Lakini uhalisia ni kwamba anachukua fedha za mirungi za bangi, anaziingiza kwenye mikopo, alafu ndo aje awakopeshe watu, ili anatumia staili kwa kutakasha fedha. Na ubao utakashaji fedha ni kwamba inaitia hasara serikali, kwa sababu biashara sio rasmi, hailipi kodi, haifanyi chochote. Yaani ni ya kihuni. Kwa hiyo inapelekea tu hasara kwenye serikali. Kwa hiyo ningewasa sana, mimi naamini nyinyi ni viongozi ambao, uzuri wa jamii ya Kimasai ni kwamba wazee na viongozi ni watu ambao wanaheshimika sana. Yaani kijana akionywa na mimi naweza nikaongea asinisikilize, lakini akiambiwa na kiongozi wake wa kimila wanakuwa wepesi kusikiliza. Na maana kwa kulifahamu leo tukaona kuna haja sasa ya kuwaita nyie viongozi tuzungumze na nyie. Baadaye naamini tutakutana pia na wengine wote kwa ujumla tuzungumze zaidi, ili tunaamini ujumbe tukizungumza na nyie ujumbe unafika zaidi ndani huko. Kuliko ambavyo tungesema tukusanye vijana wengi tungewalika hapa, inawezekana ingekuwa yanatokea huko.
lakini tunaamini nyie mna nafasi kubwa ya kuibadilisha jamii, kwa sababu kwa ushirikiano nyie naamini mnaweza kupata taarifa za wanaofanya biashara za haramu za dawa za kulevya. Jamii pia inaweza kuelimika, ikabadilika, ikaamini kwamba ni kweli kama wazee wetu wameliona hili jambo ni tatizo, basi sisi hatuna budi kuishi, kwa sababu wazee tunasema ni ambao wanarithisha vizazi vijavyo. Kwa hiyo wazee wanachokizungumza ambacho kitakuwa kinatija, wale vizazi ambao watakavyopokea nao watarithisha vizazi vingine na vingine na vingine, ambapo tunaamini sasa jamii itakuwa, jamii kimasai itakuwa bado ni mfano wa kuigwa, kwa sababu mpaka sasa hivi ni mfano wa kuigwa kwa mazingira ambapo Wamasai tunasema wana ile nidhamu wanayo na busara wanayo. Kwa hiyo naamini wakirithisha hiyo nidhamu na busara, vijana wakafahamu bwana, hichi kibiashara hii serikali haipendi, ni kosa kisheria, tuachane nazo. Naamini itasaidia kubadilisha jamii, ambapo sisi hatutokuwa hata na haja ya kuanza kutembea boma kwa boma huko kwenda kuelimisha.